tulikuwa kwenye kikao cha budget kama baraza la wafanyakazi tukipitia bajeti ya halmashauri. Hakika sisi kama upande wa TALURU tunajivunia kwa sababu tumeweza kuwasilisha mambo mbalimbali ambayo yatakwenda kuzingatiwa kwenye bajeti, ikiwemo kuzingatia stahiki za wafanyakazi kama likizo, uniform, call allowance, malipo ya masaa ya ziada, lakini pia kusimamia kwamba wale watumishi wanaostahiki kupanda madaraja wanazingatiwa kwenye bajeti. Kwa kweli hii bajeti imekuwa ni nzuri kwa sababu imezingatia katika kila kipengele cha wafanyakazi. Kupitia bajeti hii tumeweza kuipitia, tumeona kwamba imezingatia yale mahitaji ya msingi ya wafanyakazi kwa maana ya kwamba stahiki zao, lakini pia kuwaboreshea maeneo yao ya kazi kwa maana ya kwamba miundombinu, vifaa vinaboreshwa. Kwa hiyo imezingatia vya kutosha. Nadhani kama mlikuwa mnafuatilia kwenye kikao, katibu wetu wa TALURU mkoa aliuliza jambo hili, na mheshimiwa mkurugenzi kwanza ametuahidi kwamba baada tu ya bajeti kupitishwa na bunge mwezi wa 6, baada ya hicho kikao cha bunge kupitisha bajeti yetu, atatuita kutupitisha ili na sisi kutupatia nakala ni mambo gani sasa yamepitishwa moja kwa moja ili tuweze kuyafuatilia. Na sisi kama TALURU huwa tuna utaratibu wa kuwasiliana na ofisi ili kuweza kufuatilia utekelezaji kwa mujibu wa bajeti. Ukweli ni baraza ambalo ni baraza la kihistoria kwa sababu limepanga bajeti ambayo imekita maslahi ya walimu, hasa walimu wa jiji la Dodoma. Uwasilishaji wa bajeti, rasimu bajeti ulikuwa ni mzuri, kwani kila kipengele kilionekana ni kitolewa ufafanuzi vizuri kwa mchumi wa jiji la Dodoma. Lakini vile vile kwa upande wa walimu, kwa upande wa CWT tumeona bajeti hii inaakisi kabisa maslahi ya watumishi. Kwanza kabisa tumeona bajeti imepangwa kwa ajili ya madai mbalimbali ambao walikuwa wanadai walimu. Madai mbalimbali kama malimbikizo ya mishahara, lakini vile vile uhamisho, posho za ajira mpya. Jambo hili litarudisha hali ya ufundishaji wa walimu, kwani mwalimu anapokuwa anafanya kazi huku akiwa na manunguniko inamfanya mwalimu akose morali. Kwa tuna imani kuanzia sasa kwa upande wa jiji la Dodoma litakuwa ni jiji lenye mfano. Mapendekezo ambayo yameonekana katika bajeti na tumewasilisha ni kuzingatia nyongeza ya mishahara kwa kupitia promotion, hasa upandishwaji wa vyeo kwa watumishi wote ambao watakuwa wana sifa za kupandishwa vyeo, lakini pia na wale ambao wametoka masomoni kubadilishiwa vyeo kwa mujibu wa utaratibu wa serikali. Lakini pia mapendekezo ambayo tumeyaona na tumeyaboresha na kuyaweka vizuri ni mapendekezo katika kuboresha haki na stahiki za wafanyakazi kwa ujumla. Miongoni mwa haki ambazo tumeangalia ni likizo, lakini pia utaratibu mzima wa wafanyakazi, kitokea mfanyakazi Mungu akamhitaji, mazishi, lakini madeni ya wafanyakazi yanayohusiana na matibabu na haki zote na stahiki za wafanyakazi ambazo wanatakiwa kupata, zikiwemo pia sare za wauguzi na mengine yote ya msingi. Tumeyapendekeza na yamepitishwa na mengi yamebajetiwa katika idara mbalimbali, na tunaamini kwamba serikali kupitia bunge kupitia utaratibu wake wa kupitisha bajeti zitapitishwa. Rai yetu na jinsi tunavyoshauri, tunaomba serikali iendelee kuweka jitihada za kuongeza mishahara kwa wafanyakazi kulingana na hali ya maisha ilivyo ngumu, lakini pia hizi bajeti ambazo zinawasilishwa na halmashauri baada ya kupitia na vikao vya halmashauri ziweze zote kwa pamoja kuridhiwa na bunge ili utekelezaji uendelee.